Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Habari yako, ni matumaini yangu mzima wa afya. Hii ni Maisha Maishani. Ni kipindi kinachoangazia mambo mbalimbali yanayotokea katika jamii yetu. Na leo tunazungumza, je, ni sahihi kwa mume kumpiga mke? Lakini kabla hatujadadavua swala hili, ningependa tu ufahamu kwamba nchini Tanzania, ripoti ya haki za binadamu imeeleza kuwa wanawake 80,000 hupitia ukatili ama unyanyasaji. Na hili sio tatizo la Tanzania peke yake, ni janga la ulimwengu mzima, kwani hata shirika la afya ulimwenguni WHO limeeleza kuwa mwanamke mmoja kati ya 3 duniani kote hupitia vipigo na ukatili kutoka kwa wenza wao ama waume zao. Na jarida la NIJ la mwaka 2013 la nchini Marekani limeeleza kuwa wanawake 1,000 hadi 1,600 hupoteza maisha kutokana na vipigo wanavyopata ndani ya ndoa kwa kupitia waume zao. Na hili kundi ni tofauti na kundi lile ambalo la wanawake ambao wanaamua kuondoa uhai wao wenyewe, yani kujiua, ili kuepukana na ukatili huu. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba unyanyasaji au udhalilishaji wa wasichana ama wanawake ni janga ama ni ugonjwa wa dunia nzima, na hii huleta fedheha katika kila jamii duniani kote. Sasa tuko hapa kuzungumza kinaga ubaga ndani ya Maisha Maishani, chanzo na suluhu ya tatizo hili. Jina langu ni Neema Wilbard, niko na mzee Said Miraj. Tutazungumza swala hili. Karibu sana. Assalamu alaikum baba. Wa alaikum salam. Baba, tumeona kuna tatizo hili la kukithiri kwa unyanyasaji, vipigo kwa wanawake kutoka kwa wapenzi wao, kutoka kwa waume zao. Na nchini Tanzania hili tatizo linaonekana linazidi kuwa kubwa, kwa maana kila linapotokea, kila linaporipotiwa tatizo hili, nyuma yake kuna kopo na vithibitisho vikubwa na vya kutosha kabisa. Hebu tueleze, nini sababu inayopelekea chanzo cha tatizo hili? Kwanza mimi kabla ya kukwambia sababu za watu kwa nini wanawapiga wake zao ama wapenzi wao, mimi niseme tu kwanza kwamba sifurahishwi, siridhishwi, sipendezwi wala sitaki kusikia mwanaume rijali shababi anayejiamini anapiga mkewe. Lakini miongoni mwa sababu hizi zinaweza kuwa namna nyingi. Wakati mwingine wako wanaume ambao hawawezi kudhibiti hasira zao, na kisaikolojia wanaume hawa huwa ni wale wanaume ambao wana hasira za karibu sana na wanakosa subira ama uvumilivu, na kwa sababu anamuona mwanamke labda pengine anamudu, anakuwa anampiga. Wakati mwingine zinasababishwa na wanawake wenyewe. Anaweza akawa ana maudhi mpaka yanafikia kiwango mtu anashtukia mkono umemnyanyuka bila kuwa amekusudia kufanya vile. Wakati mwingine inatokana na mashauri mabaya wanaume wanayoyapata kwenye vijiwe vyao. Unakaa huko na mwanamke, unakwenda unalalamika tabia ya kusema mambo yako ya ndoa. Watu wanakuambia, bwana we, yule hakai sawa, yule mpige kidogo. Anachukua huo ushauri, anaona ndio suluhu, anaufanyia kazi. Na hii sio kwa marafiki tu, wakati mwingine hata wazazi. Akamwambia, unakuja kuniambia mimi ili iwe nini? Huyu punda alihimaru la yamshi ila bila asa. Punda hendi mpaka isipokuwa kwa magongo. Huyu kama punda tu, hata mama yake mimi nilikuwa nampiga. Baba kananiambia hivyo. Unakwenda unamcharaza. Sasa kwa kweli sababu zinaweza kuwa ziko nyingi, lakini hata maudhi ya papo kwa papo yanampelekea mtu wakati mwingine kugingikiwa, asijue afanye nini, akaona suluhu ile hasira yake, ngoja nimpige. Na usugu wa mwanamke wakati mwingine
unapelekea huko, ingawaje si sahihi. Nini kifanyike ili kutatua tatizo hili? Kwanza ni watu kuelewa kama mke hapigwi. Kwanza waelewe. Pili, wanaume ni kusikia aibu. Unapigaje mwanamke? Halafu mkeo. Hebu unapompiga mkeo, unadhani watoto wako wafikiri nini? Kesho mama anataka kuwarudi watoto. Jana yeye mwenyewe amecharazwa mbele ya watoto wake. Watoto wanajua kabisa mama leo amecharazwa. Heshima ya yule mkeo kwa watoto wake iko wapi? Heshima ya mkeo kwa jirani zake iko wapi? Heshima ya mkeo kwa watu wako, familia iko wapi? Kwa sababu kwangu mimi hata mtoto si suluhu ya kila tatizo lake kumchapa. Unaweza kuamini mimi nikikwambia nimezaa mtoto sasa yuko chuo, nimezaa mtoto sasa yuko darasa la 7, hawajawahi kuonja fimbo yangu hata siku. Kwani adhabu si ziko nyingi? Mwanamke unaweza kumwadhibu, na mimi nakwambia hakuna suluhu kubwa ya kutatua tatizo alilonalo mtu kama kutumia adhabu mbadala. Ukimcharaza fimbo, anajua umemaliza hasira zako. Wakati mwingine jicho lako tu ninaweza likamwambia umenikosa na nimeudhika. Halafu usiseme kitu, basi mwenyewe kama hawezi kukwambia atakwenda kusema kwingine. Jicho tu. Atakwenda kusema sijui hata nafikiri nini, manake sijui nimefanya nini, nimekwenda, hasemi kitu, kwa niangalia tu. Linamkosesha amani. Linamkosesha amani. Inaweza kuwa ni adhabu kuliko kipigo. Mtoto ukimzoesha kumpiga, anamwambia zake si nitapigwa bakora 3 ameisha. Na kwa mke je, ukizoesha? Na mwanamke hali kadhalika. Lakini jua kuna siku huyu mwanamke anaweza na yeye akagangamala, akasema sikubali kubadilishwa. Kuna siku kwa bahati mbaya unaweza ukampiga bahala pa kumuumiza au pa kumweka alama au pa kumharibu kiungo. Utafanyaje? Kama umeona humwezi tena, bora uzungumze, ufike pahala umwache ili anayemtaka amchukue akiwa mzima. Sio umemchukua kwao mzima unamrudisha kwa chongo. Unamrudishia nani? Sasa katika pitapita zangu kwenye mitandao ya kijamii kuna video moja nimeiona. Nisingependa kuisimulia sana hii video, na ningependa tuitazame alafu turejee. Darban ghaira mubarrihin, mwanamke asikii mtandike, mpige, na sio kwamba eti unampiga kileso. Hakuna hadithi ilisema umpige mwanamke kileso, Sheikh. Yaani mwanamke akiwa muasi, muovu, hasikii, Mungu amesema na mtume tumtandike aswa aliye, sio kumtania, unamtandika. Isionekani mtu anapomtandika mkewe eti wanaume wa siku hizi na shehe mzima anampiga mke wake. Mwanamke tumerudi. Kama tulivyoitazama hiyo video baba, umeiona. Kwa mtazamo wangu binafsi, kwanza mimi naona vipigo ndani ya ndoa sio suluhu. Ndio chanzo cha mgongano, ndio chanzo cha mafarakano katika familia na kuvunja familia. Wewe kwa hekima yako na busara yako, mke akikosea ndani ya ndoa arekebishwe vipi? Hakuna kitu kizuri kwanza kama wanandoa wawili kuwa wana muda wa kujadili mambo yao. Ukianza kuleta mfumo wa kuamrisha tu kila kitu, maana unamtreat yule mwanamke kama mtoto. Yule kumbuka ni mkeo, ni mwenza wako, ndivyo inavyoitwa. Kwa maana hiyo inapendeza sana mnapokutana, mmemaliza mambo yenu, mwe mnapata na muda wa faragha wa kuzungumza. Kama ni chumbani kwenu, kama ni sitting room yenu, kama ni kwenye garden yenu, kama mmetoka nje ya nyumba yenu, nyinyi wawili tu kwanza. Hakuna kitu ambacho Waafrika tunapata tatizo kama mtu kumwambia mwenzake kitu asichokipenda. Unaweza kumuona anaumia tu hivi. Wala hakuna kitu ambacho tunapata tatizo kama kuto kumwambia mwenzako kitu unachokipenda. Unajua mke wangu, kitu fulani mimi sipendi usifanye. Yaani ukifanya kila niudhi kabisa. Mwambie black and white. Akirudia unamwambia, lakini mama fulani, mwanzo kumbuka nilimwambia unajua mke wangu personally to her. Pili, unajua mama fulani, maana yake nimeudhika, ndio maana sikuiti kwa jina lako.
Unajua mama fulani, nimekwambia kitu fulani usifanye. For the third time. Neema, sikiliza bwana. Na sauti kidogo inapanda. Hii ni mara ya 3 na kuonya usifanye kitu hichi mke wangu. Neema, mke wangu. Mbona hivyo ninavyotiririka naye? Ndio. Yeye kama ni mtu mwenye akili anaanza kujiuliza. Ukiona bado hajasikia, kabla hujapeleka kesi popote. Mara nyingi wanawake wana confident wao. Unajua sasa huyu ndio kila kitu. Kwanza tumia kama mfano. Unamuona mwenzako fulani atajibu jeuri yake au atanyamaza. 3, mseme mbele ya yule. Bwana wewe, nina jambo 1 2 3. Zungumza na shoga yako, lakini awe anasikia. Maana kama hasikii, huyu anao uwezo kuja kubadili maongezi. Awe anasikia vile unapomwambia. Hata akitaka kusema nini huyu atamwambia, lakini na wewe bwana sio vizuri. Sikishamwambia kitu hicho hapendi. Utaikuta tayari umetengeneza mazingira. Yeye atajisikia aibu. Kwa sababu mwenzake atamsema, ataanza kurudi chini. Hakuna ugomvi hapo. Wala hakuna tatizo. Nimeona njia hiyo nimeitumia, hataki kukubali. Nenda daraja ya pili. Katika wazazi wa mwanamke familia yake na katika wazazi wako familia yako. Wako wanawake ambao kwake mwanaume mara nyingi ukiacha baba kuna mtu anaitwa shangazi. Ndio confident wake. Mwanamke ana mama mdogo, mama mkubwa, ana dada binamu. Kwa sababu huyu dada binamu ni kama shoga. Na ukimwita mwambie shoga yako. Usimwambie mwanao dada yako. Mwambie sema na shoga yako bwana. Litakwenda hivyo. Sidhani kama utafika hatua nyingine. Ukifika hatua nyingine anza kujua sasa hili tatizo. Sasa ukifika hatua nyingine sasa si ushauri. Pale mwanzo unataka afanyiwe counseling. Ukiona hapo hajakubali, maana yake hakuna tena counseling. Sasa ni mashtaka. Ndio unaita wazee wake tu kwanza, wake tu. Wazee upande wa mwanamke. Peke yake. Una submit kesi yako. Baba na mama. Waseme na mtoto wao. Na unaweza kuanza na wazazi wa kike tu. Waseme na mtoto wao. Ukiona bado amekanywa au amemsupport katika jambo lile. Sasa utaita pande mbili. Kama wazazi wa mwanamke wamemsupport mwanao mtoto wa kike. Au wamemkanya, wameshindwa. Mabaraza ya pande mbili yatajadili kesi, mtaitoa maelezo yenu, mtafikiwa maamuzi. Familia zimeshindwa. Sasa huo mgogoro peleka kwa viongozi wa dini. Na ukipeleka kwa viongozi wa dini ujue kwamba unaweza kukachukuliwa maamuzi. Huku bado inakuwa ni watu kusema na mtoto wao. Watoto anaambiwa hata kama unanipenda ni jambo mwenzio ndio kishakwambia hataki. Achana na. Au ili jambo baya. Maana wakati mwingine sio lazima umkataze mtu kitu kibaya tu. Unaweza kumkataza kitu ambacho kina viashiria vya ubaya. Mbeleni. Yeye pengine kwa jicho lake haoni. Pengine ana tabia mbaya tu ya kuamini ni kushiriki mashoga mpaka hata huduma ya ndani ya nyumba inakuwa. Kila kitu ndani kimo, unarudi mkeo hakupika. Kila kitu ndani kimo, unarudi mkeo shagala bagala kwenye nyumba. Kwa hiyo njia za kufuata ni hizo njia 3. Unazungumza naye, unatumia confident wake. Confident. Ukimaliza hapo ikiona imeshindikana unaita familia. Unaanza familia ya kwake tu kwanza separately. Unakuja familia yao pande zote mbili, imeshindikana baraza. Hakuna kwa viongozi wa dini. Sio vipigo. Hakuna kipigo. Hivi kwani upite hatua hizo zote basi bado tu mtu wewe hajakaa sawa? Kwanza kama ana akili atajisikia hivi. Kuna stage hapo ukifika atajisikia hivyo lazima. Hata kama atafanya lakini kwanza atatulia. Ndio kufanya baadaye. Sawa. Basi kuhusu hivi vipigo ambavyo wanawake wanavipata ndani ya ndoa zao, tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wanawake mtaani tukapate kuwasikiliza. Je, wao wanasemaje? Wako tayari kupigwa na waume zao pale endapo wanakosea ndani ya ndoa? Tuwasikilize. Kwa upande mmoja au mwingine sio mbaya, ila sio mtu apigwe mpaka aumizwe ndio unamrekebisha. Hapana, haiko hivyo. Kama mwanamke kakosea, kuna ajenda nyingi za kuita familia, naona za kuita
watu wazima. Unaona? Mkajaribu kuliongelea hili swala, kama linashindikana, hatua za kisheria zipo. Yaani ni bora kama mmekwazana na mke au mume, mtafute suluhisho lingine, lakini sio kwa ngumi. Bora hata mtu umpige kwa maneno, lakini sio kama hivyo. Kwa kweli sijapenda. Sometimes mnaweza mkarekebisha kitu kwa kuongea tu na mtu akaelewa, akawa anasikia. Umeona, unaweza ukampiga na asisikie, na unaweza ukakaa ukazungumza naye akasikia. Unaweza ukampiga mtu kumbe ana maradhi yake, unakuja kupoteza uhai wa mtu, unaenda kufungwa bure. Kwa hiyo ushauri wangu kwa kitendo hiki kwa kweli hapana, wasifanye hivyo. Sio kitendo kizuri. Hayo ndio maoni ya wanawake huko mtaani. Kila mmoja anasema kwamba hapana, yeye hataki kupigwa. Mwingine anasema sio unipige tu kwa maneno. Kwa maneno tu inatosha. Kupigwa kinaumiza Sana. Basi tulipata pia nafasi ya kuzungumza na Shehe Kundecha, na yeye ameelezea mtazamo wake juu ya dini ya Kiislamu inasemaje katika kumwadhibu mke. Lakini adhabu za kisheria kwamba ikitokea mume ameona mkewe hajafanya jambo la namna fulani, fa'idhuhunna, wapeni mawaidha. Hiyo ni adhabu ya kwanza. Mpe mawaidha na nasaha. Ndivyo Mwenyezi Mungu anavyofanya. Mwenyezi Mungu hatoi amri isipokuwa kutoa taarifa za amri yenyewe, kuifafanua, kutoa sababu kwa nini kaleta amri hiyo, kisha ndio anataka utekelezaji. Lakini hatua nyingine, mkewe ama hakwenda vizuri na amri aliyoitaka, baada ya kumpa waidha, basi amhame katika kitanda kama sehemu ya adhabu, kwamba nafanya hivi kama sehemu ya adhabu ya kosa unalolifanya. Sawa sawa. Hiyo ni hatua nyingine dini inapendekeza. Hizo ni hatua za adhabu. Usio kachanganya. Hatua ya tatu, inapofikia hatua jambo la namna hiyo haliwezekani, fadribuhum, wadribuhunna, basi wapigeni. Lakini kwa maelezo ya Mtume Muhammad, mpige pigo ambalo halina alama linaloweza kumweka, kumuonyesha tu kwamba mimi nimekasirika hilo jambo. Kitendo cha kumpiga kofi hivi ni ishara ya kumuonyesha jambo unalofanya mimi ni kama vile kumpa tambihi, bwana hicho kitu nimekikataza juzi kwa mawaidha, nimekikataza jana kwa kuhama katika kitanda, na kukumbusha bwana hilo jambo silitaki mimi. Bado kama kesi haikuisha, haikuwa ngumu sana, basi ni kuita mahakimu, aita watu kutoka upande wake na watu yani kutoka upande wa mwanamke na kutoka upande wa mwanamume. Hiyo ndio adhabu ya mwisho, adhabu kubwa zaidi. Tumetoka kusikiliza maoni ya watu mbalimbali na viongozi wa dini, na tumeona kuna mafundisho mawili ambayo yanakinzana. Je, unahisi kuna haja ya kuratibu mafundisho ya viongozi wa dini ili yawe yanafanana au yawe yana mfanano katika jamii? Maana hawa ni watu ambao wanaaminika sana katika jamii yetu. Yaani kwa kweli katika jambo swala gumu lililoliuliza, lakini lenye uzito mkubwa ni hili. Sasa hivi tuna viongozi wa dini zote, nasema si dini moja tu, zote wana namna tofauti. Sisi katika Uislamu tunasema huwezi kuwa shekhe mpaka kwanza tujue shekhe wako nani, ulisoma kwa nani, ukafundishwa na kipi na kipi. Hali kadhalika najua kwa ndugu zetu nyinyi wa Kristo, huwezi tu ukatoka wewe ukasema leo umekuwa mchungaji au umekuwa askofu, hujulikani umepata wapi elimu ya dini. Ndio maana kuna hizo seminaries na kadhalika na kadhalika. Watu wanapita kwenye usharika, wanapita kwenye vigango, wanapita kwenye kila kitu ili kuongeza maarifa kwanza. Kuwa mchunga lazima ujue unachotaka kukichunga na ujue misingi ya kile unachotaka kukichunga. Sasa shida inayoonekana sasa hivi, kumekuwa na muibuko wa madhehebu, kumekuwa na muibuko wa watu wanaojitambulisha kwa mavazi ya uongozi wa dini, lakini wanakosa mashiko katika taasisi zinazotambulika za kidini. Hawajulikani wamesoma wapi, wala hawajulikani maongozi yao wanayotolea wapi. Sasa niseme katika hili, nikumbuke mimi enzi zetu tulipokuwa wadogo, katika dini ziko ikhtilafu, na ndio maana kunakuwa na madhehebu.
kwamba wewe unaamini hiki na hiki. Katika mambo ya msingi nyote mnabaki mna jambo moja. Katika kuyafikia ndio mnaweza mkawa na ikhtilafu. Na mashaikh wanasema ikhtilafu baina ya ulama rahma, kwa sababu inawapa waumini nafasi ya kuchagua. Lakini hizi ikhtilafu zisikengeuke zikakinzana na sheria. Kwa hivyo hoja yangu ni nini? Zamani wakati sisi tulipokuwa wadogo, kwa mfano pale kwetu Unguja, kuna haya mabaraza yanayojulikana ya masheikh. Wewe una darasa, yule ana darasa, yule darasa anasomesha. Kuna siku maalum alau mwezi mara moja. Kwa yale mambo magumu mnayoyakuta kwenye madarasa, kama masheikh mnakuja mnakaa, mnayajadili, mnatoka na msimamo wa pamoja. Lakini wewe ukitoa fatwa yako, dini hiyo hiyo, jambo hilo hilo, na mimi nikatoa fatwa yangu, kwanza tunawachanganya waumini. Leo anaweza katoka muumini akakwambia, bwana wewe, Uislamu unadhalilisha haki za wanawake kwa sababu unaruhusu wanawake kudhalilishwa, unaruhusu wanawake kupigwa, wakati hakuna dini inayotetea haki za wanawake. Mimi nasema isipokuwa katika Uislamu. Uislamu unajali sana katika kutetea haki za wanawake, lakini inajengwa sura ya kwamba Uislamu unahimiza kudhalilisha haki za wanawake. Kwa hivyo kwa msingi wa swala lako ni kwamba bado inaonekana ipo haja. Nakumbuka hapa kuna mtu fulani alijitangaza kuwa mtume, wakati katika Uislamu utume umeshakoma. Nilitoka baraza pale kiongozwa na akina shekhe wa mkoa na hadi na wengine. Wakamwita wakamuuliza, tuonyeshe wewe ushahidi na dalili ya kwamba wewe ni mtume. Aliposhindwa kujibu hoja, hakukuwa na ugomvi. Wakamwambia kama huna hoja, achana na hichi kitu. Achana hichi cheo. Sasa tunawauliza mashehe wetu, wanapoona mambo kama haya kwenye mitandao ya kijamii wako wapi? Kushindwa kusema, hebu bwana wewe unasema 1 2 3. Hebu tuambie. Imeandikwa. Pengine tafsiri ulionayo na tulionayo ni tofauti. Hebu tupate consensus, sio? Kwa hivyo ipo. Sawa. Tumeona chanzo, tumeelezea chanzo. Na tumemsikiliza na kiongozi wa dini vile vile. Suluhu ya tatizo hili sasa tuweze kulikomesha, maana tunakula vipigo, tunakula vipigo. Lakini nasikia na nyinyi mnatupigaga wanaume. Hiyo ni topic ya siku nyingine. Leo tunaongelea kuhusu wanawake. Lakini unakubali kama mnatupiga? Wapo, sijakataa. Lakini tutaongelea siku nyingine. Baba, tunapigwa kipigo cha mbwa mwitu. Pole. Na kuna wengine wanajificha sasa kwenye kivuli kwamba kiongozi fulani amesema na kufundisha adabu na kunyoosha. Sasa nini kifanyike ili kuua hii kitu? Suluhu ya tatizo hili ni nini? Tunafanyaje ili tuweze kuachana na haya mambo ya mwanamke unakuta ametoka jicho, mwingine kachoma moto, hivyo. Tunafanyaje ili kukomesha hii tabia ya ukatili dhidi ya wanawake ndani ya ndoa au ukatili dhidi ya wanawake kwa ujumla? Mambo ya kufanya yapo mengi, lakini labda nitaje machache. La kwanza ni elimu inatakiwa. Hili tumekuwa tukilizungumza mara kwa mara. Kabla ya watu kuingia kwenye ndoa, jamii inachukua jitihada kubwa sana ya kumfunza mwanamke kukaa na mume. Lakini upande wa pili, je, kwa nguvu ile ile inachukuliwa kwa mwanaume kufunzwa namna ya kukaa na mke? Mimi ningekuwa baba wa kuozesha binti, lazima nipate fursa ya kuzungumza na mkwe wangu, akiwepo na baba yake, akiwepo na mtoto wangu na mama zao wawili. Na jambo la kwanza ambalo ningemwambia, muone mke wangu huyu, mama wa mkeo, muulize, nimewahi kunyanyua mkono wangu kumpiga? Baba, siku ukiona huyu mtoto amefanya kosa, pita njia 1 2 3, lakini sitaki kusikia mkono wako umempiga binti. Ajue mapema wakati anachukua mke. Lakini wewe baba mwenyewe akikuja anakuambia si umcharaze. Hilo la kwanza. La pili, huyu mtoto anapotaka kwenda kuoa, kuna wazazi wake mwenyewe, kuna babu na bibi yake. Unapaswa kumwambia unakwenda kuchukua mtoto wa watu. Mtoto wa watu akikukosa, tuambie. Usijichukulie nani kwa leo kumpiga. Kwa sababu bure mwisho wa siku utakuja kumpiga, utamuumiza, utashtakiwa, utafungwa.
Na ndio maana wakati mwingine mwanamke anaenda kupeleka kesi polisi, dawati la jinsia, familia nzima inaingia kati, inamkingia kifua huyu mtoto wa kiume. Kwa nini unampiga? Sisi tumeona kesi, huwezi kuamini. Mwanamke ni mlemavu, mwanaume anamfunga yule mwanamke na ulemavu wake, halafu anampiga. Sasa ni vitu vya aibu sana. Lakini jambo jingine ambalo linapaswa kufanyika ni jamii ichukulie jambo hili kwamba ni jambo baya. Mbona watu kuna mambo wakiyafanya wanajificha sana, wanajistiri sana kwa sababu wanajua watapata aibu kubwa mtaani. Hebu tufike bahala isiwe ni ushujaa, isiwe ni ujasiri kupiga mwanamke. Tuifanye ni aibu. Isiwe ni wanaume. Isiwe ni wanaume. Yaani mwanaume ukipiga mwanamke uonekane wewe ni waovyo. Si uende huko kina Mwakinyo wako, kina Dula Mbabe wako, kina Toa Kiduku wako huko. Akapambane nao. Ndio unatafuta punch bag mnamgeuza mwenzio bwana. Ni mwenyewe ndio huu. Sisi tunatakiwa kuwa mawaridi ndani ya nyumba, sio ma punching bag. Ndio na nyinyi mpunguze mauvi. Sawa sawa baba. Tuishie hapo. Hii ilikuwa nimalizie. Lakini jingine, viongozi wa dini pamoja na kutoa mafundisho kwa waumini, inahitajika kuweko vipindi vya kujirudia mara kwa mara kwenye television na radio na kila pahala. Lakini zaidi, watu wanatakiwa kuhudhuria kwenye nyumba za ibada ili huko wapate mafunzo ya dini yao, wanatakiwa wakae vipi. Lakini na sheria ya nchi, serikali, kuna taasisi tele za kutetea haki za wanawake, kuna taasisi tele za kurutubisha mambo ya ndoa na kijamii. Wanapaswa na wao wachukue wizara ya jinsia, wanawake na watoto, afya, wachukue utaratibu wa kuwafundisha watu. Lakini zaidi uwekwe sheria. Hii sheria sasa isiwe tu ni dhidi ya mwanamume aliyepiga mwanamke, dhidi ya mtu aliyeficha udhalilishaji anaofanyiwa mwanamke na yeye atiwe hatiani. Kwa sababu kuna wakati mwingine keshafanya, watu wanakuja kuyajadili, wanayamaliza. Sasa kukiwa na sheria inatambua kama ni kosa la jinai kuficha udhalilishaji, mwanamume atashtakiwa kwa kumpiga mkewe au mwanamke atashtakiwa kwa kumpiga mumewe. Halafu wale walioshiriki kuficha uovu ule na wao watapata shtaka lao, hata kama watapigwa faini ya $200,000. Habari imekwisha. Kwako wewe mwanaume unayempiga mkeo, ninatumaini umejifunza kitu kutoka kwa mzee wangu hapa Said Miraj. Natumaini pia vile vile umejifunza kitu kutoka kwa Shehe Kudecha. Mwanamke apigwi, mwanamke hurekebishwa, na natumaini utarekebisha pia tabia yako. Hii ni maisha maishani. Jina langu ni Neema Mugala. Nipo na mzee Said Miraj. Nyuma ya kamera amesimama Festo na Madam Diana, lakini aliyeseti hizi lights hapa kama unavyoziona si mwingine bali ni Baba Kabig, ama unaweza kumuita Boss Kabig. Asante sana, tukutane tena panapo majaliwa. Shukrani. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.